Sana shukuru Mwenyezi Mungu kwa hii kidogo ambacho tumejalia siku ya leo. Kwa hii tulipata leo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ni kidogo ambacho tumejipata siku ya leo. Kikubwa tutapata zaidi. Nilikuwa namwambia msemaji wa Mashujaa kwamba asijisikie mpweke, kwamba timu ya kwanza imekula chuma sita. Kuna mtu ambao kumpiga 10 msimu huu, kwa hiyo awe na subira. Hii imeanza tu, mtu anataka kula 10 siku yake inakuja. Kwa hiyo hichi kidogo cha leo tunasema alhamdulillah, tumepata pointi 3, magoli 6 na performance nzuri ya timu kuanzia golikipa, ukuta, viungo na washambuliaji. Kwa ni jambo zuri, na kila mwana Yanga leo kuondoka hapa, lawama kubwa zilikuwa kwa waamuzi. Muda ulioongezwa ulikuwa mdogo, dakika 3 na mechi ilikuwa imesimama sana. Sisi bado haiongeza kama 10 hivi, inaweza kuenjoy zaidi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hamna, wote hao ni wachezaji wa Yanga. Hata angepangwa Mwanengo bado tu angeweza kuwasumbua. Sisi kwa quality yetu sasa hivi iko vizuri alhamdulillah. Kwa hiyo alafu tuna mechi na kuna vitu kwa test. Tuone kitakaa sawa. Ni bahati mbaya. Unajua sisi tulikuwa na mechi mbili baada ya ligi kurudi. Tulikuwa na mechi mbili kwa JKT na Mashujaa. JKT Mungu akawapa ufunuo, wakala nyoya kwa mechi ya baki moja tu kuelekea mechi ya ndio Mashujaa nao sasa, kwa sababu kujua kuja mbele wanakuja mbele kuchukua sita zao, lakini inarudia tena wasijisikie udogo Mashujaa. Kwa mipango ya Yanga msimu huu na mtu akatumpige 10, na hii sio utani, ni dhamira ambayo tuko nayo wote, kuanzia viongozi, makocha, wachezaji mpaka mashabiki. Tunataka tumpige mtu 10 msimu huu, na hilo jambo haliko mbali inshallah. Tunamaliza mwezi huu na kuja mwezi wa wapenda nao, alafu sio kwa test mechi ya mwisho. Kwa test mechi ya mwisho hapo kwa sherehe za ubingwa, screen inaonekana vipi. Kwa hiyo ni jambo la test. Na imewakutania mimi tayari mzungumzie Depu. Hapana. Mimi nilichokifanya ni kulipa tu hela. Alafu kaza kumzungumzia Depu ni ya kwenu sasa. Kesho ni mangapi kesho? Bana, kuna vipindi vya kutosha mchana, ni kazi yenu. Sisi Yanga tumetumia tu hela kumtoa Depu Ulaya kumleta Tanzania. Kazi yenu nyinyi sasa kuelezea mchoshuhudia. Na kama hamjaelewa, namba madereki si mnao? Ndio kama Mashujaa mpigieni, atawaelezea pia ameona kitu gani. Kuja kama Lewandowski hivi, anakuja kama Suarez na kama Torres. Unajua huyu sio wa hapa Ngoja nitoeni sika hiyo. Tufike Misri. Tutazungumza vizuri kule. Haya leo tuyaacheni. Alafu tumegundua nikimzungumzia sana mchezaji ndio viungo nao vinaongezea kuvunjwa. Ni washtukia sasa hivi. Nimekuja hapa kuzungumzia kuwasha akavunja sana viungo kule. Kwa hiyo tumekausha. Zungumzieni nyie sasa hivi. Kero simemwona pia alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu na vitu vimeanza. Na leo ni kidogo, unajua kwa mfano leo Depu kacheza dakika ngapi? 25. Kama dakika ya 60. Pata goli kapata assist. Bado yani kama asilimia 20. Bado unajua amekuja ametrain siku 2 tu na mzaki. Bado kuna vitu vingi vya pamoja ambavyo yeye Dube, Okelo, Pakome viandae vikae sawa. Hili jambo la kupiga mtu 10, nafikiri nyie mkiwa mna akili timamu na ni watulivu na ni watu wenye hofu na Mungu, mtakuwa mnajua nini kinafuata. Kwani hali ni kwa sababu ya huo mwenendo wanaenda nao, ndio maana naamini tunaweza kupata 10 ama kwa sababu ya quality 10 zipo. Yaani sio jambo la kuwatania. Kateni hii clip tunaongea leo, nimesimama hapa uwanja wa KMC tarehe 19 leo. Tutakuja kuipost hii clip muda mchache ujao huko mbele. Goli 10 zipo na uhakika wa 100%. Goli 10 zipo msimu huu. Na atazinywa mtu hapa kabisa na akili zake timamu. 10 zitafika. Kuna baadhi ya mashabiki wameshtukia pia. Kwa kuna shabiki mmoja anasema tunaandaliwa nyingi pia. Yaani kama wameshtuka. Bado pia una sababu nzuri, mashabiki wanaoshtuka waingie wao uwanjani. Timu itakuja tu. Timu itakuja, wala msiwe na haraka. 10 zipo. Yaani 1, 2, 3, 4, 5 zipo. Leo mechi ya leo hii. Mechi ya Dube na goli 1, Depu 1. Okelo hajafunga. Haya ongeza la Okelo. Ngapi? 7 hizo. Haya ongeza Warani hapo tuongeze. Max hajafunga? 8 hiyo. Pakome kafunga 1.
kisha. Kwa 10 zinafika? 10? Zinafika. Nafika ndugu zangu. Semaji kumaliza mchezo leo na ushindi mkubwa tuseme na ongeza morali kuelekea mchezo dhidi ya Al Ahly kimataifa. Kwanza unajua ni mashindano tofauti kabisa. Hata uzito wa Ahly ni uzito wa juu kidogo. Je, wenyewe watakiri kwamba uzito wa Ahly na uzito wa Ahly tofauti. Kwa hiyo intensity ya mechi. Hata leo nimeona mijadala baadhi ya mashabiki wanaanza timu inacheza kwa spidi ya chini. Lazima tufahamu tuna mechi leo, tuna safari, tuna mechi nyingine. Hata mwalimu aliwaambia wachezaji leo tushushe intensity ya mechi, tuchezeni mpira mwepesi, tuweze kutafuta magoli katika njia rahisi, tusilazimishe sana tukatengeneza injury na tukatengeneza fatigue isiyokuwa na lazima. Kwa hiyo mechi ya leo hii imemalizika na sio story kubwa kwetu. Story kubwa sisi tunakwenda kuitafuta Alexandria. Sisi tunaamini tunayo timu ya kwenda kushindania pointi 3. Sio timu ya kwenda kushindania pointi 1. Tunayo timu ya kwenda kushindania pointi 3 pale pale. Tunaamini kwa muda uliobakia ni mdogo, lakini uzoefu, jitihada na dhamira ambayo tuko nayo tunaweza kufanya vizuri. Tunataka ndugu zangu timu taa kabisa. Timu gani? Sawa. Swala mwisho kwa upande wa Hussein Masalanga. Tayari kwa kwenye mfumo kama leo hapo kwenye amekaa benchi leo. Akiwa kwenye benchi maana yake alikuwa kwenye plani ya mchezo. Hussein Masalanga nilikutana ndugu yangu Hussein Masanga. Analaumu sana pale juu kwa sababu jana walikuwa wanamtumia hela ya nauli aende kambini kwao. Timu siko Dar ile Singida siko Dar, walikuwa wanamtumia hela aende kambini kwao akasaini mkataba. Ni free agent. Hakijapewa bure huko. Huyu tumemkuta free agent. Singida wakiwa wanapambana kumtafuta wampe mkataba. Lakini Masalanga akapigiwa simu akaambiwa njoo Young Africans Sports Club. Kwa hiyo tumsajili Masalanga, moja ni kwa sababu kipa wetu Komeni Abubakar alipata majeraha na vipimo vimeonyesha atakuwa nje ya uwanja kwa muda mrefu. Kwa hiyo klabu ilichokiamua tumetoa jina lake kwenye mfumo kwa maana ya players ambao wanacheza kipindi hiki cha mzunguko wa pili wa msimu, lakini bado ni mchezaji wa Young Africans Sports Club. Tutamtibia mpaka anakuwa sawa. Mwisho wa msimu tutaangalia Hussein Masalanga tumchukua, tutakuwa naye mpaka end of the season. Na baada ya jana kupigwa simu, Hussein Masalanga kazima simu zote za Singida. Akasema mimi nakwenda kuungana na bingwa ngatafuta mimi mtakao na kupata medali. Kwa hiyo tukakuja na tumemchukua. Kwa hiyo historia kama mlikuwa mmeipata basi iko hivyo. Hali ya Diara yupo, nafikiri amepewa mapumziko kwa sababu ya umbali pia ambao ana train, lakini bado mwalimu hajahesabu kwenye mechi yake. Lakini ana train vizuri pale Afrika na kesho atakuwa na train nyingine asubuhi. Mwana swala la asubuhi sana kichwa. Sasa na waahidi hapa kesho tutakuwa na train asubuhi. Tutawaita. Kama ni hapa KMC au ni Jimkana nitawaita. Ili mje na nyinyi muone Diara. Kwa hiyo andaeni maswali yenu. Si ndio? Basi inshallah.